kuzuia uchaguzi ni madhara makubwa, ni bora tuingie kwenye uchaguzi. Na wanaongea hivyo ni wanaume 95%. Tunaumia kwenye madhara haya na madhira haya ni sisi wanawake. Ninawasihi wanawake wenzangu, mnaonitazama, msiingie kwenye huo mkenge wa kwenda kuzuia uchaguzi. Kwanza ni kosa. Ni kosa na mtapigwa, mtavurugwa. Sasa wewe watoto wako, Mheshimiwa Mwenyekiti Lissu, wako Belgiji, unawaambia wengine wakazuia uchaguzi. Nani? Hakuna mzazi anayetamani kuona mtoto wake anakufa. Mimi nimejivua wanachama wa Chadema. Mimi nimejivua nyadhifa zangu zote nilizonazo kwenye chama hiki. Gonjwa lililoingia ndani ya chama ni chuki. Ukuta wa chuki umejengwa, umepanda juu kiasi kwamba kwa sasa hivi haiwezekani watu wa mashariki wakutane na watu wa magharibi. Haiwezekani watu wa kusini wakutane na watu wa kaskazini. Ninatoka. Sitoki kwa sababu nimetukanwa sana, wala sitoki kwa sababu nafasi yangu haipo. Ipo. Ninatoka kwa sababu naenda kutengeneza backup ya Chadema. Imeishiwa pumzi. Malengo yanapotea. Tapita njia nyingine. Unapokuwa mwanasiasa lazima uwe na malengo. Uwe mwenyekiti wa kitongoji, uwe diwani, uwe mbunge, uwe rais. Sasa kama hivyo vyote chama leo akiendi kwenye uchaguzi, sisi, mimi na wewe, tunafanya siasa ili iweje? Ili niendelee kulinda heshima yangu, nimeamua kujiondosha kabisa kwenye chama hiki cha Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ili kubaki kuwa mama wa nyumbani. Mambo ya siasa ya Chadema wasinishirikishe kwa chochote. Siasa sio podium tu na maiki, ndugu zangu. Siasa ni mikakati. CCM hasusiwi. CCM ukimsusia anakomba sinia lote. Kwa kifupi najivua hiyo nafasi yangu ya ukatibu wa kamati ya mafunzo kanda ya Victoria, na najiondoa rasmi leo Chadema kwa sababu sioni dira, sioni mwelekeo, sioni future, sioni hao wa Tanzania kwenda kupambana ukinukisha kuzuia uchaguzi.